الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na tafsiri sura Maryam, na Qur'ani imeweka wazi kila pahala kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye sifati, lillahi al-asmaul husna, majina ya kuonesha sifa zake za ukamilifu katika kila jambo. Hivyo kweli atahitajia mtoto. Yani sura hii katika maudhui ilo concentrate zaidi ni kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni mpweke, yeye huwa al-ahad, yeye mwenye kuweza kufanya kila jambo, kun fayakun, ili kutupa picha tu uwepesi na urahisi wa maana. Lakini Mwenyezi Mungu hata ile kuni yenyewe haina haja, kwa sababu katika elimu yake, katika mipango yake already ipo tayari kabla ya kuja kudhihirisha mbele ya binadamu. Kwa hivyo hakuna hoja yoyote ya kwamba Mwenyezi Mungu anahitajia mtoto, kwa sababu za mtoto tunazijua. Ni kwa nini mtu anakuwa na hamu ya mtoto? Aone kwamba huyu katoka katika damu yangu, aone kwamba huyu ndio atakayebeba jina langu baadaye, aone kwamba huyu ndio atakayenilea baadaye nitapokuwa kizee tena niko kitandani mahatuti, ndio atakayenitazama katika halati dhaifu, pale mtoto asaidia. Mwenyezi Mungu hahitaji yote haya, iko kun fayakun, amruhu baina al-kafi wa nun. Ndio kwa maana inapokuja aya kama hii tunasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Subhanahu, خلاص nimeweka wazi kila kitu. Haimpasiki wala haiwajibiki wala haiwezi kuwa. Itakuwaje kama Mwenyezi Mungu ajichukulie mtoto awe anayetakhidha min walad? Kaumba wote hawa watoto asili yao kutoka kwa Adam. Huyo Adam kamuumba mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hahitaji kusaidiwa minadhul, kwa ajili ya udhalilifu na kutokuwa na nguvu za kutosha kahitaji msaada, la abadan, hata kiwaliyu minadhul. Kwa hivyo kabiru takbira, Allahu akbar, Allahu akbar min kulli kabir. Kwa hivyo hapa anaposema ma kana lillahi an yattakhidha min walad, lazima tuseme subhanahu. Subhanahu huwa Allahu al-wahid al-ahad الصمد. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلاص أمر يكبتيشا إذا قضى أمرا، na amri chungu zima amezikidhi, amezipitisha, amezihukumia, na zote kun fayakun kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hili jambo jepesi sana, na ndio kwa maana mitume wote wanakuja kusomesha hivyo. Na ilipokuwa sasa hivi nazungumza kisa cha Isa ibn Maryam, na yeye kaambia katika aya hii ya 36, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, na mjue ya kwamba na kwa hakika kwamba Allah ni Mola wangu mlezi, wa rabbukum, na Mola wenu mlezi. Saibikoni hivyo fa'buduhu, basi muabuduni, nyenyekeni, mtiini, mtekeleze maamrisho yake, mjiepushe na makatazo yake. Ndio maana yake fa'budu. Kama mtafanya hivyo, hii basi ndio njia, hadha siratu mustaqim. Kafundisha kila kitu Nabii Isa, lakini alipopaishwa yaliyotokezea ndio aya zetu tunaanza leo mpesi. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، بعد kuondoka kwa Nabii Isa alipopaishwa, ikawa sasa pakatokezea mambo mchafuko. اختلف الأحزاب. Allah anasema
فاختلف الأحزاب من بينهم فبس اختلف والاختلافيان الأحزاب نقسم نين الأحزاب يعني جمع حزب جمع نين يا حزب يعني حزب ملكي حزب أو طائفة أو فصيلة فصائل maneno mbalimbali tumika kundi chama kitu hayo maana yake yani inakuwa kwamba watu wanapokutana wakawa wanakubaliana katika mabda fulani katika principles fulani za kufuata ikawa watu wote wanazitii principles hizi mabadi yudafiuna anha wanazitetea na kuzifuata na kuamini na kwenda katika mwendo katika maisha yao kwa mujibu wa hizi principles mfumo unaokubaliana ndio maana yake hizb fasila fasail factions wanasema pia makundi chama kwa hivyo kwa ufupi sana makundi fakhtalafa basi wakakhtilafiana al-ahzab makundi mbalimbali min bainihim yani wao miongoni mwa wao wenyewe min hata wengine wakasema hii min ni ziada fakhtalafa al-ahzab bainahum lakini tukitazama nini kusudia fakhtalafa al-ahzab min bainihim la min kharij al-mu'minina minhum tujue kwamba nabii Isa na wafuasi wake wanafuata al-hawariyun na sio hawariyun al-hawariyun hawa wote walikuwa wakimtii Isa kukubali kwamba ni mtume wao lakini upinzani ulikuwa mkubwa kila anapokuja mtume wao wako wanamfuata wakaamini na wako wanampinga wakamkataa kama walisema kwamba huyu ni mtoto haramu walikataa kapinga lakini sasa fakhtalafa al-ahzab bainihim hasa hiya inakusudiwa hapa baada nini baada ya kupaishwa hapa kwa kumalizia hii aya ya 37 fakhtalafa al-ahzab min bainihim fawailun ole wao fawailun lilladhina kafaru wale ambao waliokufuru min bainihim min almu'minina mu'minu wenye kumwamini Isa kwamba ni mtume lakini sasa min bainihim wakabadilika wakatoka wengine fawailun kwa hivyo kila aliyetoka kuacha principles alizokuja nazo Nabii Isa mafunzo aliyokuja nayo aqida aliyofundisha wote waliotoka wanahesabiwa hapa kwa nini alladhina kafaru walokufuru basi wale wao kila kwenda kinyume na Nabii Isa baada kupaishwa fawailun lilladhina kafaru wote wanaitwa kafaru nifahamika fawailun wale wao watakiona chao to them woe to them woe to them فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم watakiona chao nasema basi hao wale wao hao waliokufuru kwa nini siku hiyo watapohudhuria siku iliyokuu kabisa فويل لهم من مشهد من مشهد يوم عظيم watakiona chao siku hiyo watapambana mashhad hizi factions wanasema ndio maana ahzab they differed kuhusu Jesus kuhusu Isa wanavyoelezea katika hao among them yani kwa hivyo wanasema nini watakiona chao to those who disbelieved from the nini min mashhad yawm adhim from the scene of a tremendous day katika mashhad ya siku hiyo adhimu hiyo and the judgment of a momentous day maana yawm adhim kwa sababu ya judgment kwa sababu ya hukumu
mahkama kubwa, mahkamatul ulya itakuwa siku hiyo. Na tunasema hapa kama alivyosema baada ya kusema inna Allaha rabbi wa rabbukum wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Hii katika Maryam. Na katika Zukhruf tumesema jana inna Allaha katika aya 64 inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Tofauti baina hapa iko wao, hapa iko huwa. Hapa hamna wao, hapa iko wao, hapa iko huwa rabbi rabbuka kimoja, lakini hata kuendelea kwake ilikuwa nini? Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Tunazungumza aya 60 ngapi? Aya 65 katika surati Az-Zukhruf. Baada kutaja Mola wangu na Mola wenu, na hii ndio niliyofuateni, nishakwambieni mimi bye bye, naondoka, kapaishwa. Lakini ilipokuwa kabla kupaishwa na anafundisha aqida iliyokuwa sahihi, falamma ahassa Isa minhum al-kufr, alihisi mwenyewe ile wakati wa nini? Wakati yupo pamoja nao. Lakini hapa baadaye fakhtalafa al-ahzabu aya Maryam na hii hapa ya Zukhruf nasema fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailun. حكم مثل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا. آيات كتك مريم فويل للذين كفروا ولواء ولا كفروا. كتك الزخرف فويل للذين ظلموا. الله أكبر. الذين كفروا هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم ومن ظلم نفس zao kwa kuzipeleka kwenye moto. Kwa hivyo tunapata aya ina translate aya inafasiri aya Kwa hivyo wanasema nini? Fawailun lilladhina dhalamu min adhabi yawmin alim. Hapa kasema nini? min mashhadi yawmin adhim. Hii mashhadi yawmin adhim hii min adhab alim ndani yake. Unaichukua aya hii kwa kupata maana huko kwamba nini? Fawailun lilladhina dhalamu min adhabi yawmin adhim. Kwa hivyo wanasema adhabi ni adhabu ya siku iliyokuwa adhimu kubwa hiyo. Basi adhabu hiyo ndio sema nini? Ndio mashhadi yenyewe. Katika scene hiyo, scenario hiyo, maonyesho hayo, mashhad kitu tulichokiona katika siku yawmin adhim itakuwaje? مشهد يوم عظيم. يوم هي يوم الذي تبلى السرائر. siri zote zitakashifiwa siku hiyo. Siku hiyo siku ambayo yaqumu an-nasu li rabbil alamin. siku ambayo yakhrujuna min al-ajdathi sira'a, watapotoka katika makaburi yao huku mbio. Siraan mbio. Wanakwenda wapi? Katika hiyo ni katika mashhadi yenyewe. Wanapotoka kaannahum ila nusbin yufidhun. Wanakimbia mfundo. Kuna mbio wanakimbilia uso au mfundo. Nusbin yufidhun, wote wanakusanyika katika yawm adhim. Siku hii siku ambayo yaumahum barizun, wote watadhihirishwa, wataonekana mbele ya Mwenyezi Mungu wote. La yakhfa ala Allahi minhum shay, la yakhfa ala Allahi minhum shay, hakiwezi kufichika chochote. Mwenyezi Mungu asikijue siku hiyo kutokana kwao wakataka kuficha jambo. Hakuna, kwa sababu ufalme wote wake limanil mulku al-yawm لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم. يومي مشهد يوم عظيم. لله الواحد القهار. كيف اسكويه يوم عظيم؟ لماذا؟ كنينك يوم عظيم؟ يوم الذي نسيكو ambayo siku ambayo watakutana wote, kullu al-khalq, watakusanywa wote, watu wote, na watakuwa fi ruyatihi, Allah taona mbele yake.
ataona wote. Sasa kwa nini kawa duniani sisi tupo sio yaumun adhim kama siku hiyo, hata ukilinganisha vipi? Kwa sababu mtu kama anapata adhabu ya dunia, nani anaoona adhabu yake yule mtu? Muasirihi, watu wanaoishi nao. Hizo adhabu zilizotoka za watu waliopita kwa yule anaishi sasa, it was a thing of the past. Kwa kile hata hana habari nayo. Na kwa hao wanaokuja baadaye haiwahusi wala hatojua nani atakuja, ni it's illusion to him. Wala ni kitu. Kwa hivyo inakuwa adhabu ya adhimu wakati atupoadhibishwa pale yule mtu na mbele ya khalaiki yote, watu wote tokea Adam mpaka mtu wa mwisho, hakuna mmoja ajebakia nyuma. Kwa hivyo kila mmoja atafika pale, kila mmoja atafika. Halafu adhabu ile mbele yake, ihana gani atakayoona mtu anapoadhibishwa mbele ya mashhadi yawm adhim kama hivi, na watu wote wamekusanyika, wakale na wajao, mitume na kila mtu. Adhabu hiyo, ile udhalilifu anaona mtu katika adhabu ile zaidi kuliko ile hukuma kwa adhabu yenyewe. يوم مشهد يوم عظيم. نعم. فاختلف الأحزاب وكفرقيانا وكاختلافيانا. Nasema baada ya kupaishwa walikusanyika wale maulama wao, ikawa kila mmoja anatoa habari zake. Hata iko katika hadithi hasa ya Mtume SAW kwamba haya mnasemaje kuhusu ndo Isa kishaondokea hapa. Mtu wa mwanzo akasema wasema nini? Anasema huwa Allah. Anasema huwa Allahu habata ila al-ard, ametua na kuja kwenye ardhi, fa khalaqa ma khalaq wa ahya ma ahya, akaumba alichokiumba akakihuisha nitaka, thumma saada ila as-sama, ikisha akapaa kila Mungu. Hii aina moja ya mwanzo. Watu hawa ndio ahzabu, hizbu moja katika hizo. Hata wengine wanasema inaitwa nani? Hao ndio inaitwa an-Nasturiya. An-Nasturiya. Wengine wakakadhibisha, akasema la, waongo nyinyi. Akasema huwa ibnullah, ni mtoto wa Allah. Kundi jingine hilo. Ndio makundi haya yana majina mbalimbali. Kuna makundi mengi sana: An-Nasturiya, Al-Israiliya, Al-Yaqubiya na mengi mengineyo. Utasikia mengine Al-Ariyuthiyya, Al-Aqbat. Hao wote katika taif mbalimbali, ahzab mbalimbali zilizotawanyika, na kila mmoja na belief zake na akida zake nje ya uhakika. Al-Yaqubiyya, Al-Israiliyya, hizo zote katika jumla za ahzab mbalimbali, na kila mmoja na mfumo wake wa belief zake. Kwa hivyo wanasema huwa ibnullah, na wengine akasema la, huwa ilahun wa ummuhu ilah, yeye ndo Mungu hasa na mamake pia Mungu. Kundi hilo. Wallahu ilah, na Mola pia Mungu. Ndio hapo atapokuja kuuliza Nabii Isa katika sura Al-Maida ile aya 16, wewe anaambiwa qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ewe Isa ibn Maryam, wewe anta qulta linnas, wewe umeambia watu nifanyeni mimi na mamangu ndio ilahi min dunillah. Kamela subhanak, mimi sio kusema hayo, ningekuwa nimesema singelijua. Unajua alikuwa katika nafsi yangu, mimi sijajua kwa nafsi yako. Wewe alamul ghuyub, ningekuwa nimeambia ungelijua, kwa sababu unajua ta'lamu ma fi nafsi la a'lamu ma fi nafsi. Kwa hivyo anakanusha na anakataa mbele yao, ili Mwenyezi Mungu aoneshe kwamba anaona sio alokufundisheni Isa. Haya anasema Isa alayhi salam ndo haya alokufundisheni. Kwa hivyo pale kwa waliosema kwamba yeye kwamba ni Mungu na mamake Mungu na Mungu watatu,
na kule anasema watatu Mungu na mtoto Mungu na Roho Mtakatifu, na Allah thalithu thalatha, wanasema haya yote haya ni nje, yametoka nje ya teachings na mafundisho yalokuja na Nabii Isa. Lakini kundi jingine wakasema huwa Abdullah wa rasuluhu, yeye ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Huwa kalimatullahi, yeye ndio neno la Mwenyezi Mungu. Wa ruhuhu, wa ruhu minhu, na ruhu kutoka kwake. Hawa ndio almuwahidun, hawa ndio walikuwa katika njia sahihi, hawa ndio walikuwa sahihi. Na kwa nini awe Mungu? Hakuwa mdogo akilishwa, yut'imu taam, akivishwa na kulelewa na yote haya. Wa anna Allah la yut'im, Mwenyezi Mungu halishi wala hali. Kwa hivyo ukitizama sababu nyingi za kuonesha kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi utukufu wake mbele ya binadamu yoyote, ajue kwamba Allah ni kitu kingine kabisa, na mja yoyote yule na udhaifu wake yuko mbali kabisa na utukufu wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Aya inafuatia aya 38 asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Nini maana yake asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana? Anasema absir bihim, lakini hapa asmi' bihim hadha katika sura al-Kahf imeanza katika Kahf absir bihi wa asmi'. Hapa inaanza asmi' bihim wa absir. Anasema manake kwamba hao watakuwa wanasikia vizuri kuliko wanavyosikia duniani. Watakuwa wana ma asma'a wa ma absara, kusikia kwao kuzuri kulioje na kuona kwao kutoka uzuri kulioje. Wataona safi kabisa kila kitu, Mwenyezi Mungu atajalia waone kwa wazi kila kitu. Lakini siku gani? Yauma yatunana, siku atapotujia. Siku atapojia watakuwa katika hali ile. Lakini dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin, lakini madhalimu leo wako katika upotofu uliokuwa mubin kabisa, uliokuwa dhahir kabisa, uliobainika kabisa. Na aya 26 katika surati al-Kahf, hapa binadamu katika aya hii ndio wao watakuwa wanasikia vizuri na wanaona vizuri. Lakini ilipokuja katika surati al-Kahf aya 26, qulillahu a'lamu bima labithu, kuelezea muda waliokaa ashabu al-Kahf miaka 309. Qul, sema Muhammad waambie, qulillahu a'lamu bima labithu, anajua muda waliokaa. Lahu ghaibu samawati wal ardh, siri zote za mbinguni na ardhi ziko kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Absir bihi wa asmi', hapa ndio asmi' wa absir kwa hao watakaosimamishwa hapa katika hii. Mwenyezi Mungu anajua yote, anaona vizuri zaidi na anasikia uzuri zaidi. Ma lahu min duni min wali wa la yushriku fi hukmi ahada. Kwa hivyo hii nyingine absir wa asmi', hapa asmi' bihi, asmi' bihim, ile bihi lillahi, na hii bihim kwa watu wote wanaosimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Yauma yatunana, siku atakapokuja kwetu. Lakini dhalimuna al-yawma, lakini madhalimu leo tumeacha kule alladhina kafaru, nasema dhalamu anfusahum alladhina dhalamu, na hapa sasa hivi wameshajulikana walidhulumu. Lakini dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
ikiwa aya kabla yake ilisema inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا aya kabla yake 37 wale wao waliokufuru hawalokufuru wanapewa jina lao la pili hapa chini hao waliokufuru hao na adhabu yawmin adhim wataona uzuri watasikia uzuri asmi' bihi mu'assir yawma yatuna la hapo siku tupotujia katika hiyo mashhad yawm adhim lakini hawa walladhina kafaru sasa hivi wanaitwa dhalimin kwa sababu wamedhulumu nafsi zao kwa kuzipeleka motoni lakini dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin lakini hao madhalim sasa wamo katika upotofu uliokuwa dhahiri kabisa kule katika surati as-sajda tunasoma walau tara idhil mujrimuna lau tahapona wakati wale wakosefu wale walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim wanaona haya wanaona aibu udhalifu majaa nakisu ru'usihim vichwa vyao viko chini hawezi hata kuinua walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na hali Mola sasa tunaona vizuri na tumesikia vizuri absarna samina farji'na na'mal salihan turejeshe tukafanye mema inna muqinun sasa tuna yakini kweli kwa hiyo tazama asmi absir wa asmi namna gani kwamba kusikia kwa duniani na kusikia duniani kwa kuona kwa namna unavyoona duniani la tofauti kubwa sana na kusikia huko na kuona kwa sababu kila kitu kitabainika biwudhu kwa wazi kabisa kwa hivyo kila kitu kitaonekana kwa hakika yake hasa ikiwa umeona kitu kwa kudanganya kini macho la ukisikia hamna kini macho kila kitu kitakuwa ndio inaita maana nini asmi wa absir au absir wa asmi sami'na wa basarna turejeshe tukafanye mema sasa hivi tushakuwa na yakini mwanzo ulikuwa si yakini sasa yakini ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لفهم بفضوخوا ونجيني بما نسيتم لقاء يومكم هذا سمساو مكتانه يوم عظيم مشهدي ونجيني بس لو كان بوسيك يوم عظيم هاي لو جابه فاختلف الأحزاب من بينهم فغير الذين كفروا من مشهد يوم عظيم الذين كفروا كسمها بلفنين أسمع بهم أبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون لكنها مظالم اليوم leo siku ya mashahidi fi dhalali mubin wako katika upotofu uliko wazi kabisa halafu anasema waandhirhum na waonye tasimama katika aya inshallah waandhirhum يوم الحسرة الحسرة والندم ndugu hasra ni nadam haya ni majuto na haya majuto an taqula nafsu ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu lam yasakhirin katika zumar kule hasra majuto mjukuu alhasra aam na aqwa kuliko nadam yandam wahid anajuta kwa jambo lilokushampita lakini anaweza kuweza kulipiza kwa mfano kama mtu katika first term au mitihani midogo midogo kafanya vibaya anakuja kulipiza final exam mpaka mwisho na pasi hii na kwa nini unaweza work hard ukaweza ukakop ile nadam inakusababisha wewe kuchukua nguvu zaidi kutumia nguvu zaidi katika kuboresha na ukafuzu lakini hii nadam lakini hasra ni mshafikia ile mtihani wa mwisho na ushakuja result umefeli ile na kwa nini hakuna njia ya kurejea tena kujirekebisha hasra ushafika mbele ya mashahidi yawm adhim kuna kurudi tena hapa nadam wala hasra yawm alhasra sio yawm nadam nadam ni ndogo kwa sababu unaweza ukarudi baadaye ukabadilika lakini la waandhirhum yawm alhasra idh qudhiya al-amr خلاص wakati huo ndio inakuwa ile hasra kwanza jambo lishapitishwa hukumu ishapitishwa qudhiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minuna inshallah kuanzia 39 tutakuwa darasa ijayo باذن الله هذا
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.